Uwanjani awamu ni ya pili, Ponami Davis Mbere, lakini awamu hii ya pili naomba sasa tuelekee moja kwa moja kule kaunti ya Kisumu. Nimefurahi manake Bramwell Bwire yuko ange na chimbo la talanta bwana ni michezo hii. Bramwell Bwire, siku hasa hii ambayo nusu finali inapigwa, shule zipi ambazo tayari zimeshafuzu katika hatua hii ya nusu finali, na nani pengine tutegemee anaweza sepa na ubingwa katika hasafa ni ipi ya hasa michezo hiyo ambayo inaandaliwa kule Kisumu? Shukrani sana Mberia, jinsi ulivyosema moja kwa moja tunakujia toka katika uwanja huu wa shule taasisi ya Anuai ama taasisi ya kitaifa ya Kisumu Polytechnic, ambako kunaandaliwa nusu finali za upande wa vikapu kwa kina dada. Navyozungumza nawe ni kwamba nyuma yangu hapa ni mechi bab kubwa ikiunganisha wanadada toka St. Bridget's Kiminini wakipiga dhidi ya Kayatiwi toka kule Pwani. Kipindi cha pili hiki, kipindi cha kwanza kimetamatika, Kayatiwi ilikuwa juu, inaongoza kwa zaidi ya vikapu 20. Lakini msema kweli yuko hapa chini ya dakika kama 20 hivi tutakuwa tunajua nani bingwa katika nusu finali hii. Upande ule wa pili kuna nusu finali nyingine inapigwa. Nusu finali ya ule upande inawaleta wanadada toka hapa Nyanza, Barachando wakipiga na wanadada toka maeneo ya magharibi. Nazungumzia wanadada wa Butere. Lakini wacha nizungumze na mdhamini wa michuano hii, Bwana Wilson. Tumekuwa naye toka siku ya kwanza, leo ni siku ya 4. Kesho tutakuwa tunafunga mashindano haya. Bwana Wilson, nakuwa umevalia pamba safi ya Brookside. Brookside kwa miaka 23 imekuwa inadhamini michezo hii. Ujumbe wako kwa zaidi ya mamilioni ama zaidi ya makumi ya mashabiki ambao wamefika hapa hususan katika michuano hii ya mhula ya kwanza nipi? Hakikisho letu kama kampuni ya maziwa ya Brookside ni kwamba tutazidi kutembea na watoto wetu kwenye hii organization ya sporting, na hata mwaka ujao tunatarajia kwamba sisi kama Brookside Dairy bado tutaplay our role. Tutazidi kusaidia watoto wetu wajiendeleze ama waendeleze zile talanta ambazo wako nazo kwenye michezo mbalimbali. Kama vile unavyoona mwaka huu levels of competitions are very tight. Kwa mfano Kayatiwi kutoka kaunti ya Kwale are former champions. St. Bridget's wa Trans Nzoia are also losing finalists in one of the years. So this is a very tough match, and if you look at the scoreline, you can hardly tell which side itaenda. Hii ni jambo ambalo linatufurahisha sana sisi kama wadhamini, because tumeweza kuplay our role kama raia mwema, kwa sababu kampuni pia inakuanga corporate citizen. Sisi kama raia mwema Brookside Dairy, we have played a role kwa kukuza talanta za watoto wetu, na hii ni jambo la manufaa sana kwetu sisi. Miaka 23. Unaweza sema kwamba ni hatua zipi mmepiga? Manufaa ambayo umeachieve. Achievement zenu ni gani? Vile nimesema kwa ukweli ni 23 years, and unaweza sema this a lot of investment in terms of ile pesa ambayo tumeweka kufadhili hii michezo. Na jambo ambalo linatufurahisha ambayo tunaona as a positive result ni kwamba 90%, zaidi ya 90% ya wale wachezaji ambao wanacheza na federations either za hapa Kenya ama nje ya nchi trace their roots back to Brookside Tam1 Games. That alone is something ambayo inatufurahisha sana na inatupatia motisha ya kuzidi kuweka pesa kwenye hii michezo, kwa sababu tukipatia hawa vijana fursa ya kuidentify their talent na pia tuwasaidie kunacha hiyo talent, hilo ni jambo bora zaidi kwa kampuni kubwa kama kampuni ya maziwa ya Brookside kwa nchi hii. Zungumzia maziwa na michezo, inaingiliana wapi? The correlation inakuja wakati tunaongelea mambo ya health, kwa sababu all of us tunajua kwamba if you want to stay healthy, invest in sport, invest in exercise. Now look at the combination na maziwa quality kama maziwa ya Brookside. So you combine sports. That's why you want to catch them young, so that correlation stays with them miaka yao yote, kwamba unafanya mazoezi, unafanya sporti na pia una consume healthy products kama maziwa ya Brookside. That is why mimi husema hii Kenya na East Africa, maziwa si maziwa, maziwa ni Brookside. Maziwa ni Brookside. Kila laheri mkiendelea kuweza kuhakikisha kwamba michuano hii inaendelea. Mwalimu, naomba usogee hapa. Awamu ya kwanza, kipindi cha kwanza Kayatiwi walikuwa wanaongoza. Unazungumziaje mchuano hii? Wewe kama mwalimu wa Kayatiwi toka kule Pwani, unazungumziaje viwango vya mchezo katika kitaifa hii? Kwa jina ni Daudi Kakui, mwalimu mkuu Kayatiwi Secondary School, Senior School. Kwa kusema kweli
kipindi hiki tumekuwa na wanafunzi chipukizi wa grade ya 10, lakini wameupenda mpira wa vikapu na wamejikakamua sana. Viwango kwa nationals za mwaka huu viko juu zaidi, lakini tunazidi kuwatia moyo wasiogope. Wale wa daraja za form 3 na form 4 wacheze mpira wao, na kwa kweli tunaomba Mungu kwamba tutaenda viwango vya juu zaidi. Kayatiwi ni mabingwa, wamewahi kushinda michuano hii wakielekea kule Afrika Mashariki, wakafanya vyema. Labda nini ambacho kinawachochea nini kuweza kuwekeza katika michuano hii ya mchezo wa vikapu? Kwa kusema kweli, mchuano huu wa mpira wa vikapu ni mpira ambao kule maeneo ya pwani, hususan Kwale, wanadada wengi wameupenda, wameuenzi huo mpira, na wanapoingia tu shule za upili ama senior school wanaanza mazoezi tayari. Na ndio maana hata katika timu hii zaidi ya nusu ya wachezaji ni wa grade ya 10 na wameupenda mpira. Labda mtaala mpya wa elimu wa CBC unaangazia pakubwa kukuza talanta. Labda wewe kama mwalimu unahakikishaje wazazi ambao wana wanafunzi pale Kayatiwi pamoja na shule nyinginezo ambazo ziko hapa? Ni kwamba kuna wachezaji wengi ama wanafunzi wengi ambao wamechukua pathway ya sports science, na katika kitengo hicho wanajifunza talanta, kujikuza hususan kwa michezo na kwa sanaa mbalimbali, na wanaposoma nyanja hiyo basi wanakuza vile vipawa vyao na baadaye kupata stakabadhi ambazo zitawapea upeo wa juu katika maisha yao. Shukrani mwalimu, kila laheri katika mchano huu na nakutakia kila laheri kutane finali, na labda mshindi kutoka katika kile kikundi kingine Butere ama hapa Kisumu Barachando. Labda nizungumze na shabiki ambaye yuko hapa. Naomba uweze kusimama baba, tuseme nawe kidogo. Utuambie, nimekuona unakula mori hapa. Nini kinakukasisha katika mchano huu? Sasa najua utuambie wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi naitwa Dennis Orek, coach wa Olympic. Nimekuja kushabikia St. Bridget's Kiminini. Ni shule marafiki zetu. Tunafanya pamoja. Kuna watoto wetu wa JSS ambao wanacheza kwa hiyo shule. So tunakuja kuwa support watoto wetu, lazima tuwa support. Zungumzia viwango ambavyo viko hapa. Wewe ni coach wa Olympics. Japo hamkufika katika nusu finali, mmekuwa mkifanya vyema katika mchuano wa vikapu. Unazungumziaje viwango vya mchezo ambavyo viko hapa? Nafikiria viwango vya basketball really zimepanda. Zimekuwa juu. Ukiangalia the current state of watoto wenye tuko nao, wanacheza basketball very intelligent, very fast. I think wana catch up na the rest of the world, and considering saizi kuna social media, inamaanisha watoto wana learn more even beyond what sisi tunawa coach. So una coach but mtu anakuja pia kuna vitu ameona watoto wengine wanacheza huko nje, inapea watoto wetu a big advantage. So viwango vimepanda. Ukiangalia timu zote zimekuja round nationals. Sio kama kitabu ungepredict nani anaenda kushinda hata before tournament ianze. Saizi huwezi predict. Sisi tulikuja hapa na hope na tutafika semis. St. Bridget's wakatupiga, ikakuwa surprise kwetu sisi pia. So unaona ni viwango vimepanda. Unajua tuko sawa, unafika hapo na realize kuna kitu, kila mtu anacheza, na sio kama kitambo ungesema ati si mchezo wa vikapu ni hii region. Saizi hakuna. Saizi ni kila region. Unafika hapo unapata hata region huko una expect. Unacheza mchezo poa sana. Na for us is a plus. I think even for the country is a plus. Inamaanisha in the next few years utakuwa ukiangalia formation ya national team iko na from every region, which is very very good. Yeah. St. Bridget's Kiminini walikuondoa katika mashindano haya, lakini sadfa ni kwamba unawasupport katika nusu finali. Nini uhasama wa soka wa mchezo lina wapi? Sidhani kama kuna uhasama. I think kitu ilizo uhasama wa mchezo ni vile unapata kama tuko na program yetu ya basketball. Watoto wetu wako St. Bridget's. Unapata watoto wetu wako shule fulani. So I think hiyo uhasama inaenda ikiisha, watu wanaenda kurealize that sometimes what is the bigger goal. Na sisi kwetu I think saizi bigger goal imekuwa ni tukuze watoto wenye watacheza national platform. So siwezi kuja hapa kuchukia shule fulani. Kesho nitajipata sasa mtu anacheza kwenye team ya national team. Sasa nitamchukia kweli. Na I think hiyo kitu inaenda kisha. Alafu plus tumefika pali kuna ile inaitwa sportsmanship. I think ina catch up especially in basketball. Tuna realize ukishinda unakubali. Hii timu ilicheza vizuri, wakatushinda, ni wakati wetu kwa celebrate out. Tutapata next time. I'm sure tutapata next time. But kwa sasa ndani tunafurahia mchezo wao. Walicheza vizuri, wali show up.
wako hapa hivi tunawa celebrate na tuko hapa kwa support. Sports sio chuki. Ni competition. Unacheza hiyo, wakati tunacheza tutarushiana maneno. Tukitoka hapo tunafurahia umetushinda hii, tutakupata next time. I think that should be encouraged, kwa maanisha nikipata mtu wa St. Bridget's pale nitakuwa willing kumsaidia akuwe better. Anasema mkufunzi wa Olympics kwamba mchuano ama michezo si hasa, hapa ni kujifurahisha tu na kukuza talanta. Labda nikueleze kwamba katika nyanja zinginezo nimekueleza kwamba upande wa mpira wa vikapu wa kinadada hawa St. Bridget's wanamenyana na Kayatiwi kutoka kule Pwani kuweza kutafuta nani atakuwa na dunda ndani ya fainali za mchezo wa vikapu. Kisha atakuwa anakutana na timu moja toka ule upande wa pili ambayo ni Butere, kati ya Butere na Barchando ambao labda ambao labda watakuwa wanatafuta nafasi nyingine ya kuweza kudunda katika fainali. Ni vile nikuzungumzia katika nyanja zinginezo. Najua upande wa raga wengi wanasubiri kuweza kujua nini ambacho kinajiri kule. Nazungumzia vijana wa Kakamega Barbarians wako wanapiga mechi moja bab kubwa dhidi ya Upper Hills kutoka Nairobi. Ni mechi ambayo itakuwa inajua nani atakuwa na dunda fainali. Kisha upande wa pili Kisii Boys wanacheza hapa nyumbani dhidi ya wana St. Mary's Yala. Kumbuka kwamba ni mchuano pia ambao unaangaziwa kwa karibu sana. Hawa miamba wawili Kisii Boys na St. Mary's Yala walikutana katika fainali za Nyanza Region katika michuano ya kanda ya Nyanza, na hapo St. Mary's Yala wakaibuka kidedea. Leo Kisii Boys wanapata nafasi ya kuweza kulipiza kisasi. Kwenye kundi la Kisii Boys waliongoza baada ya kupata pointi 12 kushinda mechi zao zote. Upande wa pili kule St. Mary's Yala wakatoka nambari 2 nyuma ya Upper Hill, na hivyo kuweza kuunganisha Kakamega na Upper Hill pamoja na St. Mary's Yala wakichuana na wana Kisii Boys. Labda nikueleze vile vile katika mpira wa magongo wa kinadada unaangaziwa kwa karibu sana. Kwa nini? Ni kwa sababu miamba wa hapa Nyanza, nazungumzia Wananyia Girls, wapo katika uwanja kuweza kutifuana, kutafuta nani atakuwa bingwa kati yake na mwenzake kutoka hapa Nyanza. Timu zote mbili zinatoka katika kaunti ya Siaya. Nazungumzia Nyia Girls, nazungumzia Nyamira Girls. Hapo wao wamekuwa mabingwa kwa muda mrefu, wamekuwa wakipishana tu, wanapishana kijiti. Leo kama ni Nyia, kesho ni Nyamira. Leo kama ni Nyamira, kesho ni Nyia. Lakini yote 9-10 itakuwa inaamuliwa katika ule uwanja kujua nani atakuwa basi anaibuka kidedea katika ile michuano na hatimaye kuweza kuingia katika fainali. Lakini nikueleze Mberia ni kwamba timu zote 4 ambazo zimeweza kudunda katika nusu fainali hizi basi wanajikatia tiketi ya moja kwa moja kuweza kushiriki katika michuano ya kanda ya Afrika Mashariki. Na nataka nizungumze na mwanadada shabiki. Yuko hapa, namuona naruka juu kuweza kufurahia michuano hii. Labda tueleze unaitwa nani, umetokea upande gani, na labda nini kimekuleta haswa katika michuano hii ya kitaifa? Mimi kwa majina naitwa Susan Nabiswa. Nimekuja hapa kama fan number 1 wa St. Bridget's Kiminini, and I'm also a parent to the captain Milan Manza. Yes, na tunatarajia kuwa wanaenda kushinda, wakutane na Butere kwa finals. Yani umesema umemfuata mwanao Milan Mwanza toka Kiminini Kitale kuja hapa, inamaanisha nini? Wazazi wameanza kuwekeza katika talanta za watoto kabisa, na ni muhimu sana kwa sababu saizi talanta ndio zinalisha watoto, na napenda kuambia wazazi kuwa wa encourage watoto sana kucheza. Apart from classwork, waingie uwanjani. Yes. Viwango vya mchezo vinaonekana kuwa juu. Kipindi cha kwanza Kayatiwi wamekuwa juu. Kipindi cha pili, labda wewe maombi yako ni yapi kama mzazi? Maombi yangu ni Bridget's wachukue. Hata kama wako nyuma, tuna imani kuwa wanaenda kushinda. Yeah. Wanaenda kupiga comeback noma sana. Yes. Asante sana. Huyu mzazi wa St. Bridget's Kiminini amesema kwamba amemfuata bintie ambaye ni nahodha wa timu ya St. Bridget's Kiminini. Lakini yote 9-10 nikwambia Mberia, upande wa wavulana pia mpira wa vikapu tutakuwa tunashuhudia wale Kamsinga ambao ni mabingwa wakitifuana hapa na ile Laser Hills kuweza tu kutafuta bingwa nani. Kisha St. Mary's Yala vile vile ambao wamedunda katika fainali watakuwa wanacheza dhidi ya Lukenya. Yote yatakuwa yanafanyika hapa katika michuano hii. Kumbuka mashindano haya yanafika kikomo hapo kesho, na tutakuwa tunajua kwamba bingwa ni nani ameibuka kidedea, nani sasa ndo bingwa atakayekana taji hili kwa takriban mwaka mmoja ujao. Tuko hapa katika viwanja tofauti hapa Kisumu kuweza tu kujua
nini kinajiri hapa na kumtaarifu mtazamaji wetu. Michuano hii si kama hapo awali ambapo watu hawakuwa wanashabikia. Ukiangalia katika mchuano huu wa vikapu, viwanja vimefurika. Ukiangalia upande wa pili wa handiboli, vile vile kuna mashabiki wengi wamejaa pale. Ukienda katika ile shule ya upili ya Kisumu Day ambako magongo inachezwa, utapata watu wengi, mashabiki wamejaa. Hatuzungumzii raga ambayo inachezewa katika uwanja wa Mamboleo. Kwa hivyo tupo hapa kuzunguka katika viwanja hivi vyote kuhakikisha kwamba mtazamaji wetu anapata matukio haya moja kwa moja jinsi yanavyojiri toka katika viwanja tofauti hapa Kisumu. Na siku zote tunasema kwamba ukitaka kupata taarifa zote kuhusiana na michezo, basi ni zile za viwanjani. Na viwanjani ni hapa Kisumu. Na hapa Kisumu KTN tumekita kambi kuhakikisha kwamba taarifa zote unazipata moja kwa moja. Toka hapa Mberia, moja kwa moja kwako pale studioni. 9 kweli kweli, umeshatesa, umeua, na mwisho wa siku umetupa na kututaarifu matokeo na matukio. Shukrani zaidi Bramwell Bwire kwa taarifa hiyo. Basi muone Wilson akupe angalau ziwa kidogo ujitulize na joto la kule Kisumu. Haya. Tuangazie ligi kuu ya soka Uingereza, tuone mechi zipi zinapigwa.